Hujambo mpenzi mtazamaji, ni saa 7 adhuhuri saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukupakulia taarifa ambazo zimechipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini na pia katika rubaa za kimataifa. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, karibu ni kufahamishe taarifa hizi. Wiki moja baada ya mauaji kufanywa katika eneo la Cheptobot, Marakwet Mashariki, kaunti ya Elgeyo Marakwet, tukio lililosababisha nyumba za familia 10 kuchomwa, wakazi wa kijiji hicho sasa wanaishi kwa hofu kufuatia wahusika wa mauaji hayo kutokamatwa hadi sasa. Wakizungumza katika hafla ya mazishi ya kijana aliyeuawa, Hosea Chemweno, wakazi hao wamesema kuwa hawawezi kuendelea kuishi kwa amani kutokana na vitisho wanavyopokea kutoka kwa vijana wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo la uhalifu. Kwa sasa wanataka Wizara ya Usalama kuchukua hatua za haraka na kuwakamata washukiwa ambao wanasemekana kutembea katika eneo hilo wakitishia usalama wa wananchi. Serikali tusaidie, kwa sababu wananchi wenye ghadhabu kwa sasa wanahisi kwamba ikiwa serikali haitatekeleza jinsi wanavyotaka, watakapokumbana na hao vijana watafanya kile ambacho serikali wenyewe wanaelewa, na hatutaki tufanye hivyo. Tunataka tu serikali wafanye kila jitihada wahakikishe kwamba vijana wale wameshikwa. Karibu watu wengi walale makwao, tumeenda kusanyika, karibu tuende mashule ama hospitali. Cheptobot ya Kabieko, serikali ni mbali, Kabieko ni mbali, karibu kilomita 10 kuenda kuripoti mambo kama hayo ya vitisho. So mimi ningeomba serikali kupitia waziri wa Interior angalia atikile Cheptobot kama ni eneo ambaye iko katika hali hatari. Mjitokeze, mjiwasilishe kwa serikali. Hakuna haja serikali wawatafute, wananchi pia wawatafute, na ni watu mnajulikana na huyu ni ndugu yenu. Tafadhali mjipeleke, mjiwasilishe kwa serikali ili sheria ichukue mkondo wake. Tuangazie mengine. Wakazi wa Athi River, kaunti ya Machakos, wanahofia kufurushwa kwenye vipande vyao vya ardhi. Hii ni baada ya matingatinga ya ubomozi kufika eneo hilo na kuanza shughuli za ubomozi na kuchimba mitaro kwenye ardhi hiyo. Wakazi hao sasa wanalaumu benki ya KCB na kampuni ya Portland kwa masaibu hayo. Mwaluse Meshak anaarifu kwa kina. Nyumba kadhaa pamoja na mali nyingine tayari zimebomolewa tangu shughuli ya kuwafurusha wakazi ianze miezi kadhaa iliyopita katika eneo hili la Athi River, kaunti hii ya Machakos. Wakazi wanalalamikia hatua hiyo wakisema ni ya kikatili na isiyo wazi katika mchakato unaoendelea wa urasimishaji wa ardhi. Mali yetu ambayo inaendelea tunaendelea kupoteza, ile kuhangaika mahangaiko tumehangaikia hapa kwa hiyo miaka yote, na kila serikali ikija inabadilisha ile msingi ilikuwa ya hiyo serikali ya awali. Tunaomba tafadhali serikali itusaidie, hii maneno ikuwe ni ya mwisho na ishe saa hii. Wanaolengwa na bomoaji ni wale wanaoishi kwenye viwanja ambavyo havijalipwa katika mpango huo wa urasimishaji unaoendeshwa na benki ya KCB. We are selling this land. It's about 1,000 acres. And we are selling to any prospective buyer. Baadhi ya wakazi wameishi katika eneo hili tangu mwaka 2015 na wanadai kuwa walilipa ada ya shilingi 200,000 kwa kila kipande cha ardhi chenye ukubwa wa futi 50 kwa 100 kwa ushauri wa benki ya KCB. Lakini baadaye wawekezaji wapya wameibuka huku wakiwa na ulinzi wa silaha kunyakua ardhi hii. Now when I talked to the guy who also bought, he told me he has bought from KCB. I should not even talk to him. Naomba kama serikali na vitengo zenye ziko zitusaidie, hii pesa yetu isipotee. Si hatukatai kulipa, tutalipa. Kwa sasa maafisa kadhaa wa kikosi cha GSU wametumwa eneo hili kufuatia mvutano huo unaoongezeka. Wakazi wanasema wawekezaji hao wapya wanachimba mitaro, kujenga uzio na kutumia polisi wenye silaha kuwatishia wanaodai kuwa wamiliki halali wa ardhi hii. After 5 years ago kukakuja ofisi nyingine ile ya Machemeni ikapotea. Kukawa na KCB na kukawa na Portland. Wakaweka plot ikawa 700,000 ati to 2 million. What you can afford is what you can pay.
don't hoard the land. Wait for you. They are already in court. Anybody who has been aggrieved one way or the other has gone to court. Wenyeji hawa sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati haraka na kukomesha uvamizi huu unaoendelea. Mwaluse Meshak, TV47. Kwingineko, biashara ya samaki kwenye soko la Lodwar imewavutia wateja sio tu kutoka humu nchini bali pia katika mataifa ya nje kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Burundi, kutokana na wengi kuamini kwamba samaki wa ziwa Turkana ni watamu zaidi. Ila kinaya ni kuwa wafanyabiashara wa soko hilo wanasema kuwa hawana maji, vyoo, mwangaza wakati wa usiku na utovu wa usalama unawaathiri. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika Masai anaarifu zaidi. Ni kwenye soko la samaki mjini Lodwar, biashara hapa imenoga. Si tu akina mama bali pia vijana na wazee wamejitosa katika biashara hii. Hatuna maji ya kutosha. Na ukumbuke this is fish. Food handling inafaa ikuwe na usafi wa hali ya juu. But hatuna maji. Na mara mingi wakati samaki inafika tunajikuta hatuna maji. Tukipata hiyo maji, biashara yetu itakuwa sawa. Hakuna mtu ametuletea maji. Unapofika mahala hapa, hii ndiyo taswira kamili unayokumbana nayo. Hali duni ya usafi, mazingira machafu, jambo ambalo linazua taharuki miongoni mwa wafanyabiashara na wateja. Zaidi ya watu 800 ndio wanafanya hapa kazi, lakini nafasi ni kidogo. Na hapa kuna mchanga ambaye ni ya serikali, pia livestock nasema ni yao. Tunataka hapo watugawe, watushaguliwe, hii mchanga irudi kwa soko. Sisi soko yetu ya Lodwar tumeachwa. Wajua kabisa wametuacha, watuwekee security light, watuwekee proper drainage, watuwekee maji yenye si lazima sisi tuingie kwa mfuko tulipe, tuwekewe sheds, security. Wafanyabiashara hawa pia wanaelezea kuwa hawana choo kwenye soko hili na ulazimika kwenda kichakani. Choo yenye tunatumia hapa sisi wenyewe tulijikakamua. Ndio hii iko hapa hivi. Lakini sasa kama hakuna maji, wakati ya maji hakuna hivi, tunaenda kwa nini huko kwa kuchaka. Tunaenda huko msituni. Wafanyabiashara hawa katika soko la samaki Lodwar wanasema kwamba iwapo hali katika soko hili itaimarishwa zaidi, huenda idadi ya wateja wa samaki ikaongezeka na kuwapa mapato zaidi. Ningependa rais, sisi tukua wakaaji ya Lodwar, wafanyabiashara ya samaki, ya kuleta samaki kutoka Kalokol mpaka Lodwar. Tunajua kwamba hapa ndio biashara. Tungependa hii soko yetu ikae kama ile masoko mengine yenye ulisema kwamba utajenga. Wewe ni mtu wa kuinua chini, unainua juu. Nikiripotia TV47 ikiwa mjini Lodwar kwenye kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika Masai. Tuelekee ukanda wa pwani. Zaidi ya wakazi 15,000 na mifugo 5,000 kwenye kaunti ya Taita Taveta watanufaika na uzinduzi wa mradi wa maji wa Ngolia Mbololo ambao umefanikishwa kwa ushirikiano na serikali ya Taita Taveta na mamlaka ya kitaifa ya kukabili ukame nchini. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Serikali ya kaunti ya Taita Taveta ikishirikiana na mamlaka ya kukabili ukame nchini imeweza kuzindua mradi wa maji wa takriban zaidi ya shilingi milioni 50 katika eneo ama mradi wa Ngolia Mbololo ambapo utakuwa unasaidia zaidi ya wakazi 15,000. Tumekuwa tushikana na mashirika tofauti lakini National Drought Management tulishikana pakubwa sana. Kama mradi kama huu unakuta kwamba drought management walitoa karibu ya zaidi ya 34 million na jimbo letu county tukatoa zaidi ya 16 million. Tukashikana ndio tukaja na huu mradi ambao utafaidi jumla ya watu wote karibu 15,000. This is a very good project that is serving around 15,000 persons and around 5,000 livestock. The piping has been done partly by the county government of Taita. In fact, it's one of the county government that has partnered with us very well, and that's why you are seeing us coming back here again. This is an intervention that has been put by the national government, supported by the county government through the technical support as well as the financial support to be able to enable our people have clean and safe water. As has been indicated, we are going also to support in the next financial year in restocking the galagot within this community. So with that, it is my
request to the community that are benefiting from this water to safeguard these resources. Na ni baadhi ya kauli tu kutoka kwa gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime pamoja na wakuu wa mamlaka hiyo kuhusiana na mradi katika maeneo haya ambayo ni maeneo kame. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki, Mwakibo. Kwingineko, ujenzi wa hivi karibuni wa barabara ya Muthatari Kamio iliyowekwa lami umerahisisha pakubwa upatikanaji wa huduma za serikali katika maeneo ya mashinani. Wananchi wamesifu hatua hiyo, wakibainisha kuwa sasa ni rahisi kufika katika makao makuu ya polisi ukanda wa Mashariki pamoja na kitengo cha ukaguzi wa magari mjini Embu. Awali hali ya usafiri ilikuwa duni, huku magari yakikwama wakati wa msimu wa mvua kutokana na matope na kutaabika kwa vumbi wakati wa kiangazi. Peter Nyaga ambaye ni mmoja wa wakazi ameeleza kuwa hapo awali wananchi walilazimika kusubiri kwa siku nyingi na nyakati nyingine hata wiki ili kupata vibali vya ukaguzi wa magari kutokana na changamoto za miundombinu. Barabara imetusaidia sana wakati tunahudumia customers wetu wa Carolina, ama wakati tunataka kufanya service kwa hii line yetu, tunapita hapa wakati wa mvua, tunaweza kuaccess na tunaweza kurudisha stima kwa wakati ufao. Si kama mbeleni venye tulikuwa tunakwama mpaka tuzungukie Kivwe, ama tunakwama hata watu wanakosa service. Kwa anatoka Embu town wakinja kwa police station Yetabua, walikuwa na waliaraisi problemu hiyo sababu ya matope huo wakati ambao ninasema ni wa mvua. Wakati wa vumbi sana pia tena ilikuwa nyingi wakati huo. Mtazamaji, wa Kenya wanashauriwa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya mara kwa mara ikibainika kuwa magonjwa mengi yanawaathiri wananchi na yanaweza kudhibitiwa mapema yakigunduliwa kwa wakati. Mwandishi wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Wakenya wanahimizwa kutembelea hospitali kufanyiwa uchunguzi wa afya wa mara kwa mara, huku wataalamu wa afya wakisema kuwa magonjwa mengi yanayowaathiri wananchi yanaweza kudhibitiwa iwapo yatagunduliwa mapema. Wito huu umetolewa wakati wa kambi ya matibabu katika eneo bunge la Kangema, kaunti ya Murang'a, maafisa wa afya wakielezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la tabia ya wananchi kujitibu wenyewe kwa kutumia dawa za dukani badala ya kutafuta huduma ya kitaalamu hospitalini. Arresting breast cancer early really assists us in management. Most of the time, first, second stages are very manageable. You are able to continue with your life. We are here looking into also the issues that are affecting the people in Kangema, looking at the health gaps. You know, health is a devolved function. Wanasema kuwa hali hii imekuwa ikichangia kuchelewa kwa utambuzi wa magonjwa, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu na ya ghali. Miri sasa unajua hii makemiko imetuletea shida sana. Hii vile tunakuza mimea na mafertilizer na nini. Bila hii miri imeleta shida, watu wengi hawawezi afford pesa ya kutumia kwa hospitali. Wanataja magonjwa ya saratani, kisukari na shinikizo la damu kuwa miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kuathiri wakazi wa eneo hili. Maafisa kutoka mamlaka ya bima ya afya ya SHA pia wanawahimiza wananchi kujiandikisha katika bima hii ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu, huku serikali za kaunti zikitakiwa kuimarisha huduma za matibabu. Watakuwa wanatumia hizo kadi wakienda hospitali, whether mtu amelipa ama hajalipa. Wale hajalipa bado watatumia primary health care which is free. Equip the hospitals, ensure the hospitals are kitted with all the medicines that they need that can meet the ailments that are within this county. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Na mtazamaji, dakika 15 zimekatika baada ya kutimu saa 7 hivi sasa. Tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Kikubwa, endelea kuwa nasi.
Na mtazamaji, karibu niendelee kukupasha taarifa hizi za TV47 Matukio. Huku Wakenya wakiendelea na maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka, serikali imeombwa kujenga nyumba za watoto wasio na makao pamoja na mayatima. Wito huu umetolewa na mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, aliyetembelea baadhi ya makao ya watoto katika kaunti ya Nairobi, ambapo alihimiza serikali na wahisani kusaidia watoto hao, akisema kuwa ni muhimu kwa jamii msimu huu wa Pasaka kuwakumbuka wale ambao hawana familia ya kuwachunga. When we get to the orphanages, not only do we see an increasing number, even though we're trying to say, let's shut down orphanages, let's reintegrate with families, we have children that don't have families. And we have government institutions, social services, bringing in children almost every day. We've got children here that are 1 month, 2 months, and I'm sure even maybe this week they'll receive more children. The children, once they're in the home, we as government need to do more. First, I think in the housing levy, we need to find a way to build. We're building markets, we're building houses, we're building institutional hostels, police housing. We need to build homes, shelters, orphanages for our children, so that when we know that we're building a housing estate in, let's say, Kasarani, all right, then we put within that project, we're putting a fire engine, we're putting a nursery school, we're putting shops, we're putting social halls. Can we put in a shelter? Tuangazie mengine. Msimu wa likizo huja na changamoto kadha wa kadha kwa watoto wa kike, kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na mimba za mapema, hasa katika kaunti za wafugaji. Katika kaunti ya Pokot Magharibi, mwandishi wetu Andrew Juma anaangazia juhudi za wanaharakati wa elimu ya mtoto wa kike katika kuhakikisha kuwa wanafunzi hao hawaathiriki wakati huu wa likizo. Likizo ya mwezi wa Aprili inapoendelea hapa kaunti ya Pokot Magharibi, washikadau wa elimu wameendelea kuelezea hofu yao kuhusu afya na maisha ya mtoto wa kike, wakisema kwamba huu ndio wakati ambapo wasichana wengi hujipata kwenye ndoa za mapema, wengine wakilazimishwa kukeketwa, hatua ambayo wanasema kwamba itakuwa bora iwapo wazazi watachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanao wanaepuka ukeketaji na ndoa za mapema. Watoto wa kike wengi wanaolewa kwa umri ndogo, especially hapa upande wa Kapenguria ni sawa, lakini ukienda ndani kabisa upande kuelekea mpaka ya Pokot na Uganda, bado utapata kuna watoto wachanga sana ambao wako umri ndogo na wameolewa. Kuna wale wengine wanajua kuyapa na watoto na kutahirishwa watoto. Tunaomba ya kwamba hiyo kitu asionekane tena. Watoto wakae vile Mungu aliumba hawa. Washikadau hao hata hivyo wanapendekeza kwamba itakuwa bora iwapo wazazi watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanao wanapokea elimu, ili maisha yao ya usoni waweze kupata fursa ya kusaka nafasi za ajira katika mataifa ya ughaibuni. President wa Amerika Trump alisema kila mtu ambaye atakayefanya degree kwa Amerika na graduate kwa Amerika atapewa green card. Unajua green card is gold. Tukipeleka watoto wetu waende wasome huko, unajua governor wa Uasin Gishu alikuwa hapa saa zile na akasema vile watoto wa Uasin Gishu wameenda Australia. Kama kila mtoto kwa kila nyumba ameenda Australia kule Uasin Gishu, inawezekana kwa kila mtoto kwa kila nyumba waende Amerika kwa West Pokot. Andrew Juma, TV47 katika mji wa Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Tuangazie siasa. Huku joto la kisiasa likizidi kupanda ukanda wa Pwani, wito umetolewa kwa kina mama na vijana kujitenga na siasa za kutumiwa kama zana za maslahi binafsi. Vilevile vijana mjini Mombasa wamejitokeza wakisisitiza kuwa wamechoka kutumika kuzua vurugu, wakitaka siasa safi inayowajali na kuwapa nafasi ya kweli ya kushiriki katika maamuzi ya uongozi. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuhamasisha kina mama na vijana eneo la Likoni, mwakilishi wadi ya Kazandani Fatuma Swale amewataka viongozi kupunguza joto la kisiasa na kuelekeza nguvu katika kuhudumia wananchi.
amesisitiza umuhimu wa siasa za maendeleo badala ya migawanyiko, akionya kuwa matumizi ya vijana na wanawake kama zana za kisiasa yanaweza kuharibu mustakabali wa jamii na kudumaza maendeleo kaunti ya Mombasa. Kweli tunatumika vibaya kisiasa. Utamwona mama ataamka asubuhi, atamruka mume wake, ataacha mtoto wake, atakwenda kwa siasa. Baada ya hapo mwanasiasa kupita, hatomfikiria yule mama aliyomfanyia siasa. Saa hizi kila kiongozi ambaye asimamishwe, ambaye aseme mimi nimempeleka mama fulani kazini, nimefungulia mama fulani biashara, hawatajitokeza. Kwa hivyo sisi kina mama ndio wingi tunaotumika, ndoa zetu zinavunjika, lakini safari hii kina mama tukataa hayo maneno. Tunaomba sana na tunarai sana, wamama na vijana hatutaki kuchaguliwa viongozi. Tunataka tuchague viongozi tunaowataka sisi. Viongozi ambao wakikuja wakiongelea tunaweza mjudge, tunaweza mpiga scan, tukajua kweli kiongozi anafaa ama hafai. Raundi hii tumesema vijana na wamama kutumika, tumekataa, hatutamtumika. Vijana wenzangu tengeneza waambia tu, kuchukua kura ni haki yako. Kutoka kwenda kupiga kura ni jukumu lako. Joho aliweza kuambia kwamba joto litakuja, joto halijaanza. Bado joto halijaanza, joto litakuja. Na kama mimi mwanafunzi wake Joho, yeye ndo alionifundisha mimi siasa. Yaani joto hapa kwa kuche litakuja. Saizi bado kuko baridi tu. Tuangazie siasa hizo na ni kwamba viongozi wa chama cha UDA kaunti ya Tana River wameungana na kutangaza kumunga mkono Rais William Ruto kwa muhula wa pili. Spika Osman Galole, Seneta Danson Mungatana na wataalam zaidi ya 2,000 wameazimia kuimarisha usajili wa wapiga kura mashinani. Viongozi hao walimsifu rais kwa miradi ya maendeleo kama ule wa unyunyiziaji mashamba bura, huku wakimpendekeza gavana wa zamani Hussein Dado kurejea uongozini. Walisisitiza kuwa umoja na mshikamano wa kisiasa ndio njia pekee ya kuhakikisha jamii hiyo inapata rasilimali na uteuzi serikalini. Kama wameshaweka jina ya Tana River yetu kwa map ya Kenya ama across the globe, sisi watu wa nyumbani tunafaa kujivunia na kuwashika mkono. Hii mkutano wa leo sio yao wao peke yao wawili. Hapa tuko na president wetu William Samoei Ruto. Mimi kama Amina nikiwa kwa hii nyumba, kwa sababu unakumbuka mzee Hussein Dado, tulishikana na yeye kabla hata rais kutangazwa. Tukaenda kukaa mimi na Rais Ruto peke yake, ikiwa saa hiyo bado ile mambo yake ya kotini haijaisha. Nikampromise mbele ya huyu mzee kuwa kwa sababu ya huyu mzee amesimama na UDA, mimi nitakusupport 100%, na mimi nimefanya hivyo, sijarudia ahadi yangu. Kwa hiyo tutafute ile formula, ile njia ambayo rais ametuelekeza ya kujaribu kuunganisha makabila yote makubwa na hata madogo. The same formula that is working for the national government is the same formula that we are going to employ huku mashinani, na tunaamini itatufanyia kazi. Tuangazie mengine. Wamiliki wa baa na mikahawa katika kaunti ya Kwale wameapa kutolipa ada inayotozwa kwenye biashara zao na serikali ya kaunti ya Kwale. Mwenyekiti wa wamiliki hao Richard Onsongo anadai kuwa ni kinyume na sheria kwa serikali ya Kwale kukusanya ushuru bila kufanya ukaguzi wa biashara hizo. Onsongo ambaye pia ni mkurugenzi wa bodi ya kudhibiti vileo amelalamikia ongezeko la uuzaji wa pombe haramu katika kaunti hiyo. Sasa anaitaka idara husika na kaunti kuzikagua biashara zote za pombe kabla ya kutoa leseni ya kuendesha biashara hizo. Watu wa revenue wawaje kuandika invoice until bar zimefanyiwa inspection na tumejua ni baa gani ambayo imequalify na ni gani ambayo haija qualify. Lakini wao wameenda, hata last year walienda as far as kuchukua pesa kwa watu ambao wanauza jang'aa. Sasa jang'aa imekuwa pombe mbovu, imekuwa nyingi sana Kwale, kwa sababu mtu anafungua baa anaanza kuuza jang'aa na pombe zingine ambapo sisi wenyewe kama board hatujaidhinisha.
Tuzamie michezo na ni kwamba timu ya Regional Taekwondo imeibuka mshindi wa jumla katika mashindano ya Mombasa Taekwondo Chairman's Cup ikiwashinda Kenya Police na KSF katika mashindano yaliyokuwa na ushindani mkali. Mashindano hayo yanalenga kuchagua wachezaji watakaowakilisha timu ya taifa katika michuano ya dunia itakayoandaliwa Korea Kusini mwezi wa Julai. Hata hivyo, wadau wa michezo ama wa mchezo huo wanaiomba serikali kuwekeza zaidi ili kuendeleza vipaji. Aidha, mchezo wa taekwondo unaendelea kuvutia vijana wengi mjini Mombasa, hali ambayo inasaidia kupambana na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na kuwapa vijana fursa za ajira na maisha bora. Vilevile, michuano hiyo ilivutia zaidi ya wachezaji 400. Timu zimekuja nyingi kweli na tumefurahia, na kusudi kubwa ni kwamba hapa hii leo tutapata wachezaji ambao watawakilisha Kenya katika michezo ya dunia kule Korea Kusini mwezi wa Julai. So we shall be having trainings of taekwondo running across all the wards within Mombasa, because we want to have the best players and we also want to have as many people train taekwondo as possible. There's so much issues on drug abuse. Alafu na recently kumekuwa na visa vya mapanga hapa na pale. So we are trying as much as possible to bring this to the lowest person out there. Tunaonanga president akisema I promise this amount of cash to Harambee Stars wakienda kucheza. Taekwondo is a sport too. You support us, tuende mbali. Just support us, believe in us, okay? We can bring more medals in, because you saw how we performed in the World Championship under 21. We can do better if we go to more camps, more training camps. Tuangazie mengine. Gitau Munene na Ivan Skili wameibuka mabingwa wa mashindano ya Kaptagat 4x4 wakitoa ushindi katika viwango vya wataalam na wanaoanza mtawalia. Mashindano ya mwaka huu yalivutia zaidi ya washindani 20 waliokuwa wakishindania zaidi ya shilingi 180,000 pesa taslim, huku wakipata uzoefu muhimu kwa mashindano yajayo. Washiriki walielezea njia hiyo kuwa ya kiufundi na yenye changamoto kubwa, wakisema imewapa uzoefu muhimu wa kukabiliana na mashindano magumu zaidi katika mfululizo ujao baadaye mwaka huu. Waandalizi wa hafla hiyo walieleza kufurahishwa na idadi kubwa ya watazamaji waliojitokeza, wakisema kuongezwa kwa mashindano zaidi kutachangia kukuza umaarufu wa mchezo huo. Wakasema liwe liwalo, wapende wasipende. The league of KMSF, Kenya Motorsport Federation, and we have others also. It's an open forum whereby if you have your 4x4, you can join by starting with a beginner or even intermediate. Jumbo Charge 1, we always go to Kiptogot. It's tough. Yeah, for the beginner was tough, but this one I'd say it was more tougher, but I did it. Drivers have been they're getting there. I'm happy that we're getting more and more newcomers. So I'm sure next year we'll have a very big number of drivers coming in. A lot of youths have attended, and if this one helps things like drug abuse and other social things that they would have done. Mtazamaji, dakika 31 zimekatika na hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za TV47 matukio Jumatatu hii. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 1 na saa 3. Endelea kutazama TV47. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Kwaheri kwa sasa.